Wawakilishi wadi katika bunge la gatuzi la Isiolo kwa mara nyingine amedokeza kuwa hawatarudi nyuma katika mchakato wa kumbadua ofisini gavana Abdi Guyo, MCA zao wakihimiza jamii kaunti ya Isiolo kudumisha amani, mchakato huu ukiendelea. Nenda present motion ya notice ya kutimua gavana kulikuweko na hiyo mafurugano, na tunaona kwamba gavana analeta mambo ya jamii ndani, kwamba yeye ni jamii fulani na jamii fulani kuna mafurugano katika jamii ambaye sio hivyo. Sisi hatutarget mambo ya jamii. Sisi tuliweza kufanya kazi na yeye katika hali ngumu hii muda yote ya miaka 3. Tuliweza kufumilia ndio isikuwe na mambo za makosano katika kaunti yetu, tuweze kufanya kazi sambamba. Lakini ilifika wakati sisi tulisema hatutafumilia kwa hii mwaka moja kwa sababu hakuna maendeleo. Na mimi nataka kusisitiza kwamba mambo ya makosano ya jamii hakuna. Jamii ya gavana ni jamii yetu, na kwa muda ya term 3 nafikiri jamii yetu ya gavana waliweza kutuongoza, na sisi kama jamii ya Isiolo tuliwapatia hiyo mamlaka ya kupata kutupeleka kama viongozi, na sisi hatuna katika Isiolo County hatuna mambo ya ukabila. Kwa hivyo tunataka jamii yetu ya Sakuye, jamii yetu wasiwe wanakonviziwa, wasiwe wanaonyeshwa kwamba hii ni vita za katika jamii. Hapana, hii ni vita ya kuleta maendeleo, na tunataka at least kwa muda ya miaka 3 ameweza kutupeleka, na sisi MCS tunaona hii gari iendi vizuri, na tunataka ende kando ndio tujaribu vingine ndio tulete maendeleo Isiolo County. Mantile David, I represent Oldonyiro Ward. I'm also the Deputy Speaker of Isiolo County Assembly. Langu ni kuambia tu the public, especially the Isiolo people, the 47 counties led by CAF, kwamba speaker wa Isiolo ambaye imesemekana ilikuwa kwa social media kwamba ameresign, hiyo ni uongo tupu. Huyo haja resign, tuko na yeye, tunafanya kazi pamoja, na hakuna frustration ya kufanya yeye resign. Hakuna mahali anapata kazi nyingine, tuko na yeye. Na ile kazi tunafanya nafikiri ndio imefanya Mbaga anaweza kuwa na control assembly kwa njia mzuri. Ule ambaye aliweka, tunajua ule aliweka hiyo propaganda, because uliona kama ameweka muhuri ni clerk ambaye sasa yeye alikuwa amepata monopoly ya kufanya hiyo assembly kama yake, kama ya nyumba yake. Na si vile board imesimamisha kazi kwa muda, na hakuna ambaye haki yake ile ambaye imenyimwa. Hakuna mshahara ambaye ile anapaswa kupata. So ni ile kupatiwa nafasi apatie wale watu wa complain ya MCS ichunguze. Sisi kama MCS tulisema mambo ya gratitude, love fund ambaye sisi tunatoa pesa yetu kwa hiari, ile ambaye tunalipa party, kila mtu amekuja na party. Unakuta kuna wenzetu ambaye wako na deni ya party, na sisi ukiangalia kwa payslip yako zimelipwa. Sasa kuna members ambaye walali wanatafuta njia ya kulipa, because kunakuta mtu kwa miaka 2 hajalipiwa party. Na ile party ambayo unapaswa kulipa shilingi 1500, unakuta kuna members yako na 150,000 deni ya party. Na hiyo lazima tulipe party, maana party ni yetu. So hiyo tu ndio kitu ambaye tulipeleka kama malalamishi kwa board ambaye natuongoza, na walipatia muda nafasi ya 189 days ya kusimama kando hiyo yote ichunguze, because tuko na EACC, tuko na CID ambaye ni nafasi ambaye amepatiwa wa investigate watuambie ukweli. Kama pia hajakula pesa, hatuna lingine, bora sisi pesa yetu tujue limepita wapi. Lakini kwa niaba ya Isiolo people, tukae na amani, tusitumike kama jamii kwa jamii. Sisi hatuna hiyo. Sisi ni watu wa Isiolo, na sisi ni mandugu na madada. Sisi hatuna mambo ya dini wala nini. Sisi tunakaa kama kitu moja, because mambo ya dini ni yari yako, sio yari ya mtu. Asanteni. Ningepatia nafasi speaker. Sisi tangu tulete notice of motion, maisha yetu tumebadilika for worse. Kama wanabunge wa Isiolo tumetishwa na governor kupita kiwango. Yani tulikuwa tunakimbia hapa na pale. Last week Thursday kuna mwenzetu alijeruhiwa ambaye tulikuwa naye kwa convoy ya Draman, alijeruhiwa na risasi tukiona akiwa na sisi. Hiyo ni kuintimidate us, kuweka sisi vitisho. Lakini hilo naye alitasimamisha
hii gurudumu letu. Tumeamua kuondoa governor kwa sababu ya 1, 2, 3 ambaye tukizitaja ni kitu ambaye ziko na evidence ya kutosha. Alafu jana tulipoingia assembly kuweka notice of motion nyingine, governor na gun wake wakawa kwa mlango kututisha. Alikuja na guns, watu wako na bunduki, even the police officers wako compromised. Kwanza Isiolo OCPD, acting OCPD Mr. Mbidhi, asubuhi tulimuonyesha hatari ile tunapitia, kiwango ile hata kifo mtu anaweza poteza maisha, lakini hakusikitiza. Kuna mwingine alikuwa ni somebody Olo, huyu naye ni kama amechukua pesa na alikuwa anatuangalia governor akisimama mbele ya chemba kutuzuia kufanya kazi yetu. Sisi ni MCS, sisi ni kuangalia excesses ya governor, kuwa asitumie nguvu vibaya katika hii ni rasilimali ya umma. Hakuna mali ya mtu hapa, hii ni umma. Sisi tumetumwa ili to make sure that governor asitumie power vibaya, na tumefanya naye miaka 3 na tumeshindwa kumrekebisha. Tukimwambia hii anafanya hii, tukimwambia hii, ndio tukafikia hii kiwango ya kuwa huyu hawezi lead watu wa Isiolo, hawezi tuongoza kama watu wa Isiolo. Ndio maana tumeamua kumuondoa, na hiyo kumuondoa itasimama, na sisi watu 16 tuko pamoja. Ni hivyo ama ndio? Hivyo ama ndio? Tuko pamoja watu 16 ya kuwa Abdi Ibrahim Hassan gavana wetu tutambandua inshallah, na kuwa tutakuwa na uongozi mpya Isiolo after 2 weeks, na there is nothing personal, si kwa ubaya, ile ukishindwa ni sheria imetupatia nguvu ya kumuona. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Deka Bonja. Sisi tukiwa hapa MCAs ambaye ni 16, sisi tumeona kaunti yetu mambo yake yaendi vizuri. Tumeamua kutimua huyu governor kwa hiyo kiti yenye alikuwa anakalia. Sisi tumeamua huyo governor asikuwe na sisi, na tunataka serikali tusaidie pia sisi tuweze tukue na ulinzi, ndio tuweze kufanya kazi yetu kama watu wa Isiolo na kama wananchi wa Kenya. Asanteni. Jana tumeona kitu cha kustajabisha katika eneo la kaunti la Isiolo. Tulikuwa tunafanya kazi yetu kama assembly. Tulikuwa tumefanya kazi yetu kwa chamber, tumeweza kazi yetu assembly kutoka. Governor alikuja na guns. Akapiga hata sajina nataka akachukua mesi, na pia hata MC mmoja alipigwa hata hapa kwa kichwa, na alikuwa na guns wengi sana, wakiwa na marungu, wengine mawe, wengine visu, na kututishia. Aletu ilikuwa mbaya jana. So hiyo ni kitu cha kustajabisha. Tunaomba governor hiyo tabia kuna awache, na kama hata wacha sisi already tumeshaamua, penda asipende tumeshaamua kama MC wa Isiolo out of 16 MC wameamua atende nyumbani, penda asipende. Na lakini hii ombi langu naenda kwa rais letu wa Kenya. Rais tunayompenda William Samoei Ruto. Tunaomba yeye aokoe Isiolo. Isiolo tumekufa, Isiolo hakuna maendeleo, hakuna kitu kinaendelea, kuna uporaji wa mali ya umma. Iko mtu ambaye tu gavana Guyo anapora mali ya umma, hakuna chochote kinaendelea. Kwa Ruto kama tumempigia kura, kama anapenda watu wa Isiolo, aokoe Isiolo. Kwa hiyo mtu ambaye muibaji wa pesa mali ya umma, aokoe Isiolo. Tunaomba hiyo tu, aokoe Isiolo Ruto. Hakuna kitu. Ya kwanza nataka kulaani kitendo ya jana. Jana kama MCS tuliingia assembly kufanya kazi yetu ambayo sheria inaturuhusu. Na tuliweka notice of motion, baada ya kutoka sisi tukawa interrupted na governor na guns ambaye alikuwa amebebwa kutoka Nairobi. Kuna watu waliumizwa jana, walipata jeraha. Mheshimiwa mmoja alipigwa macho. Kuna ule officer ambaye anabeba nini ambaye tunaita Sergeant Atam, alipigwa kwa kichwa na kunyang'anywa mess ya assembly. Pia kuna ile tunaita nini cameraman alipigwa na kanyang'anywa the whole cameras ambaye alikuwa nazo. Na tunakuwa na mwenye alikuwa na Ansad pia na alinyang'anywa Ansad, na ikawa mbaya sana. Governor alikuwa anasunguka pale akiwa anashika pistol, na maisha yetu ilikuwa hali hatari. Ni Mwenyezi Mungu, na tunalani kitendo kwa sababu maafisa wetu ambao tulikuwa tunawategemea watupatie security jana walikuwa compromise. Sisi hakika tulikuwa katika hali hatari, na hiyo hali ni mbaya. Kama national tunaomba CS Murkomen na pia IG waweze kuingilia issue ya security ya assembly. Sisi tunataka tupewe security ya kutosha, kwa sababu hii cause hatukuanza bure. Sisi ni wananchi walilia, na tukaona kilio wananchi umelia, na pia sisi yale tulikuwa tunaona kwa hiyo miaka 3 hakuna kitu ya maana ambaye tunaweza kusema tangible ambaye governor amefanya.
Gavana amekuwa akipora pesa ya Isiolo vile anataka. Amefanya Isiolo kama nyumba yake. Na ndiposa sisi sheria imetupatia kwamba yule gavana ambaye anapora ama ofisa yote ile anapora, sisi tumepewa sheria ya kuweza kumngatua katika madaraka na tuweze kuleta sura mpya. Sisi hii ni ukombozi ya Isiolo, liberation ambayo tunataka kuleta katika kaunti ya Isiolo. Kuwe na mabadiliko kama kaunti zingine, kwa sababu ukienda katika kaunti zingine unaona devolution imefanya kazi, lakini ukiingia Isiolo hakuna devolution, kitu ambayo imefanya kazi. Watu bado wako na shida ya maji. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.